mjumbe wa bodi ya wadhamini, lakini alikipeleka chama mahakamani kikapata ile zama ya kufungiwa kufanya siasa na kuground kila kitu, shughuli za chama. Wewe ni naibu mkuu wa Zanzibar, unatokea Zanzibar, kesi ilitokea Zanzibar, umetokea Zanzibar. Hebu tueleze issue ya msiba ipoje, hisia za Wazanzibari zipoje? Umeniuliza swala ambalo si tu linatakiwa kuguswa kwa ambao Said Issa ya wadhamini chama ambao wameshtaki bodi ya wadhamini wa chama kuhusiana na mgawanyo wa mali. Ni kama walijishtaki wenyewe. Ni kama wamejishtaki wenyewe. Issue ni kwamba chama tumeshiriki katika mazishi na tumeshiriki kwa nafasi ya kipekee sana. Ukizingatia makamu mwenyekiti Zanzibar, mheshimiwa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini amesafiri kutoka hapa bara kwenda Zanzibar kwa ajili ya msiba wa aliyekuwa mjumbe wa bodi ya wadhamini. Ukiachana na hilo, Mama Maulida Anna Kombo, ukiacha hizi nyakati ambazo kwenye hii kesi ambayo aliingizwa, ambayo tunaamini kwamba ni kesi ya mfumo dhidi ya kuihujumu Chadema. Kwa hiyo huenda ikawa yeye mwenyewe ameshiriki, lakini nyuma yake kuna namna ambayo tumekuwa tukizungumza nyakati kwa nyakati kwamba mfumo unashiriki kwa 100% juu ya uwepo wa kesi hii kwa madhumuni ya miongoni mwa mapigo ambao wanapiga Chadema katika namna ya kipekee ambayo ya kuzuia chama kisisonge mbele, kama vile ambavyo tukio hili la kufungua kesi ya mali naenda sambamba kabisa na tukio la kamatwa mheshimiwa mwenyekiti Lissu. Umeona, Mama Maulida Anna Kombo ndani ya chama hichi alikuwa na nafasi kwanza mpaka anafariki, ni mwanachama wetu. Licha ya kwamba hakuwahi kufukuzwa wanachama. Licha ya kwamba ni yote hayo ambayo amekuja kufanya hapa mwishoni, ameshiriki kwenye hiyo kesi, lakini hajawahi kufukuzwa wanachama wa chama. Anafariki akiwa ni mwanachama wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Mama Maulida Anna Kombo alishawahi kuwa mbunge wa chama hichi. Ameshakuwa mbunge wa chama hichi. Wakati huo wa kuwa mbunge wa chama hichi, basi ameshiriki katika matukio mengi kabisa ya ujenzi wa chama. Mama Maulida Anna Kombo mwaka 2005 alishawahi kuwa mgombea mwenza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nafasi ya makamu wa rais. Ni nafasi ya kipekee sana kwa mwanamke kutoka Zanzibar, ni ushujaa sana kuthubutu katika hiyo hali. Kwa hiyo chama kina nafasi yake licha ya haya yote katika kesi. Aache will, andike usia wa kujiondoa katika kesi hii ya mgawanyo wa mali ili tuweze kumzika kwa heshima. Ni hata siku 5 hazijapita hivi ametangulia. Kwa hiyo bado katibu mkuu alikuwa anaona kwamba kuna namna ya kipekee kumwenzi kwa heshima kwa wakati huo. Kuna maisha nje ya siasa, kwa shiriki kwa namna moja ama nyingine, lakini yale mambo ambayo yamefanyika kupitia kesi yao bado yametuumiza sana, yametuumiza zaidi ya sana, kwa sababu si matakwa ya Wazanzibari. Niwekee sawa hapa, so matakwa ya Wazanzibari kwamba jambo la Zanzibar lipelekee Tanzania nzima kuzuiliwa chama, shughuli za kisiasa zisiende. Hapana. Hata kama walikuwa na madai yao, bado kulikuwa na ngazi ya chama walipaswa kuyafikisha katika chama, ambapo kwa nafasi ya kipekee ni kwamba aliyeingia katika hii kesi Said Issa Mohamed kwa muda wa miaka 15 amekuwa kama mwenyekiti wa chama. Madai hayo ameshindwa kuyasimamia akiwa mwenyekiti. Lakini si hivyo tu, ni kwamba yeye ana mchango wa kukwamisha Chadema kukua Zanzibar, kwa sababu ni kwamba Chadema leo ingekuwa na ofisi kubwa Zanzibar, na wakati huo ilitengewa milioni 250 kwa ajili ya kununua jengo la ofisi Zanzibar. Chadema leo ingekuwa haikodi ofisi Zanzibar. Lakini wakati huo yeye alikuwa ni sehemu ya mkwamo wa ununuzi wa jengo pale Zanzibar. Kwa hiyo wananchi tumelipokea swala hili la msiba kwa kipekee sana, na tunafahamu na kumekuwa na comment nyingi sana like kuna nafasi ya familia pia kama Wazanzibari, kama Watanzania tunapaswa hilo kuliangalia, na utamaduni wetu pia na maadili yetu ya msiba unakuwa ni kitu cha tofauti sana. Nataka tuende uhalisia wa hii kesi ya mgawanyo. Nimekuwa nikishuhudia mambo mengi sana ambayo yanapitishwa kwa kujadiliwa kwa usawa. Hata wakati huo niliwahi kualikwa baadhi ya vikao vya chama na nimekuwa nikiona. Sitaki kuamini kwamba
Zanzibar imekuwa ikipunjwa katika hiyo hali, bali uongozi uliokuwepo wakati huo ulishindwa kutekeleza wajibu wake kwa wakati na kuiacha Chadema katika hali ya wajibu wake kwa wakati na kuiacha Chadema katika hali iliyopo sasa, kwa sababu hawezi kuwa na mwenyekiti ambaye kwa muda wa miaka 15 hakuwahi kufanya mkutano wa hadhara hata siku moja. Ameacha na hata hivyo ni jambo ambalo wakati anagombea makamu mwenyekiti kwa kipindi chengine ni swala ambalo ndani ya ukumbi lilimwangusha kwamba ulikuwa makamu mwenyekiti kwa miaka 15, mbona hatuoni kwamba ulifanya mkutano hata mara moja? Lakini pia Zanzibar ilipewa gari wakati wa naibu katibu mkuu Zanzibar, ilipewa gari ambalo katika kipindi chote ambacho naibu katibu mkuu Zanzibar aliyekuwepo Salum Ali, gari lile halikuvuka maji kuja Zanzibar mpaka leo liko bara. Ilikuwa ni kipindi ambacho mimi baada ya kuingia kuteuliwa kwa naibu katibu mkuu Zanzibar, ilikuwa tupo katika mchakato wa kulisafirisha sasa litoke bara lije Zanzibar kwa ajili ya shughuli. Nani alikwamisha hiyo gari? Imewekwa maalum kwa naibu katibu mkuu wa Chadema Zanzibar, lakini ikabakia bara. Ni aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar wakati huo, Salum Ali, ambapo kutokana na shughuli zake kwa wakati huo mara nyingi ziko bara, alikuwa likilitumia katika mizunguko yake ya hapa, aidha kwa chama na shughuli zake nyingine binafsi. Kwa hiyo baada ya mimi